Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Historia ya mwendo kasi kutoka Mbagala rangi tatu mpaka katikati ya jiji, lakini vile vile kutoka Mbagala rangi tatu kwenda mpaka Moroko kupitia Magomeni na pale Ilala Boma. Mheshimiwa Rais, leo kwa hakika ni siku ya kihistoria, na leo ni siku kubwa, na hakika ni siku ya kwako, na wananchi wana hamu kubwa sana ya kukusikiliza. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na taadhima, kabla sijakualika na kukuomba kuzungumza na umma huu wa wana Dar es Salaam, ikiwa na pamoja na Watanzania wote kwa ujumla wake, naomba nitoe shukrani za dhati sana kwako. Uniruhusu kwa dakika zipatazo 2 hadi 3 niseme maneno ya shukrani ya kwangu na wenzangu wa Dar es Salaam, bila ya kuwasahau na ndugu zao wa kule Mkuranga na Pwani. Mheshimiwa Rais, mimi ni kijana niliyezaliwa katika mji huu wa Temeke, tena Mikoroshini, na nikakulia katika mji wa Mbagala kwa Kipati. Mheshimiwa Rais, ninayo historia isiyokuwa na shaka ya taabu na mateso makubwa sana tuliyoyapata wakati wote tunapotumia barabara hii ya Kilwa Road. Kama kuna barabara ninayoifahamu hapa duniani, barabara hii ya Kilwa Road ninaifahamu vyema. Naomba uniruhusu nitoe ushuhuda na kwa nini tunashukuru. Tunakushukuru wewe binafsi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, mwaka mmoja nikiwa nimekwisha hitimu masomo yangu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nikiwa ni mpiganaji mtafutaji hapa Dar es Salaam, ninatoka Kariakoo na kurudi nyumbani Mbagala. Mheshimiwa Rais, wakati nagombea gari pale gerezani Kariakoo, ambayo kwa hakika kumbukumbu yangu inaonesha nilikuwa na mimi ni miongoni mwa wale waliokuwa wanawania kupita dirishani ili niweze kupata kiti nikae kwenye gari nirudi nyumbani Mbagala. Nataka nikuhakikishie nimevaa kiatu chimefungwa kamba kama hivi, lakini katika kugombania kule niliacha soli na kamba ya kiatu kile na kiatu chake kilibaki. Sikugundua ni hadi nilipofika Mbagala Sabasaba ninapoteremka nikajua kwamba soli yangu nimeiacha gerezani Kariakoo. Hayo ndiyo maisha ya watu wa Mbagala wakati wote. Mheshimiwa Rais, tumepita na kutembea kwa miguu kwa muda mrefu sana kutokana na shida kubwa ya usafiri hapa Mbagala. Na liko kubwa jingine, Mheshimiwa Rais, siku zote watu wa Mbagala wao wanalipa nauli mara 2. Ndiyo ilivyokuwa. Na umma huu uliokusanyika hapa leo ni mashahidi. Mtu anayetoka Mbagala kwenda Kariakoo ama Posta anapanda gari kutoka kwa Kipati pale St. Anton au Sabasaba kwa Mpili, anakwenda nayo mpaka rangi tatu, analipa nauli ya kwanza. Lakini huyo haendi rangi tatu, anakwenda Kariakoo, inamlazimu alipe nauli ya pili ya kwenda Kariakoo, kwa sababu lazima ageuze nalo lile gari ili apate kiti au apate nafasi katika gari lile. Mheshimiwa Rais, watu wa Mbagala ni watu wa maisha ya kawaida, walio wengi ni wachuuzi.
na wanapotoka Kariakoo inawahusu, ni lazima waje mpaka majani ya chai au waende mpaka bendera tatu, au kwa wengi wanasema wanapaita bandari, au wakati mwingine analifuata gari Mivinjeni, anageuza nalo kwa kulipa nauli. Akitoka Kariakoo analipa tena nauli kuja Temeke, kuja Mtoni, kwenda Mbagala. Mama Samia hoye! Mheshimiwa Rais, pamoja na changamoto zote zinazoweza kusemwa, lakini nataka nikuhakikishie, wako wabunge hapa wa mkoa wa Dar es Salaam, mamangu Mariam Kisangi, yuko mbunge hapa wa Chamazi kakaangu Abdalla Chaurembo, yuko mbunge hapa wa Mbagala ndugu yangu Kakuru. Hawa na wananchi wote wa Mbagala na Temeke na vitongoji vyake ni mashahidi. Na Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa utekelezaji huu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na maono yako kwa uweledi na ukamilifu wake. Mheshimiwa Rais, jambo la pili ambalo ningelipenda kukuomba ruhusa yako niliseme hapa. Yamesemwa maneno vizuri sana na mkuu wetu wa mkoa juu ya miradi inayoendelea hapa Dar es Salaam. Ameyasema maneno kwa ufasaha sana kakaangu Mrisho Mpoto, kwa namna ambavyo umefanya kazi kubwa ya kuiunganisha nchi yetu. Mimi waziri wako wa ujenzi, nataka nikuhakikishie, nimepita kote nchini nikikagua kazi kubwa uliyoifanya. Wakati mwingine sisi tunapatwa na mshangao mkubwa, wale watu wanaosema maneno juu ya kazi kubwa unayoifanya na hata mikopo unayoikopa. Yuko mtu anasema kwa makusudi ya kwamba mikopo tunayoikopa haionekani kazi gani inafanywa. Mheshimiwa Rais, Watanzania hawa wa Mbagala, Temeke na vitongoji vyake, Watanzania wa Kigoma waliokuwa wanatumia wiki hata mwezi wakati mwingine, leo wanatumia masaa kutoka Kigoma kuja Dar es Salaam, wanajua namna ya kazi kubwa na nzuri uliyoifanya na kazi iliyoifanya mikopo hii. Mungu akutie nguvu, usirudi nyuma, wanadamu wanaona na wanakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, mwisho, nimefurahi sana kuona ya kwamba mradi wa BRT leo unaufungua, unaotoka hapa Mbagala rangi tatu unakwenda mpaka Kivukoni na unakwenda mpaka Moroko kule wilaya ya Kinondoni. Mheshimiwa Rais, kwa hakika unapoishia mradi huu rangi tatu, bado pana mahitaji makubwa ya watu wa Mkuranga wanaotaka kufika Dar es Salaam, na wao wanatamani waweke kishoka na kupigwa na kipupwe. Mheshimiwa Rais, tunatamani sana BRT ifike kule, lakini tunatamani pia vile vile, watu wa Bagamoyo wamenituma ya kwamba BRT inaishia Bunju lakini mji unakwenda Bagamoyo. Watu wa Kisarawe wanatamani ya kwamba BRT isiishie Gongo la Mboto, iende mpaka Kisarawe, halikadhalika na Kibaha. Mheshimiwa Rais, tunaleta maombi haya kwako na tunaamini ya kwamba kwa weledi na kwa mapenzi yako kwa Watanzania mambo haya yatakwenda kutokea. Mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ninataka nikushukuru na nikupongeze sana Mheshimiwa Rais kwa goli la tiktaka ulilolipiga siku ya jana. Mheshimiwa Rais, goli lile la tiktaka lililopigwa siku ya jana, uliposhuhudia wewe na jirani yetu Mheshimiwa Rais Museveni pale Ikulu ya Dar es Salaam ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kusafisha mafuta pale Tanga, ninalifananisha na goli la mchezaji mmoja wa timu ya Simba Sports anayeitwa Clatous Chota Chama
Ingawa mimi ni mtu wa Yanga Afrika, lakini Mheshimiwa Rais, goli lile ulilolifunga jana ni goli la kihistoria. Pongezi kubwa sana kwako, na kwa heshima kubwa na taadhima ninaomba sasa nikualike uweze. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.